Ni wakati sasa wa kumzungumzia Jeffrey Epstein. Alikuwa ni nani na kwa nini vyombo vya habari vinaendelea kumzungumzia tena? Kwa sentence moja, alikuwa ni tajiri ambaye alikuwa akifanya biashara kubwa ya usafirishaji na unyanyasaji wa kingono kwa mabinti, hususan wadogo, kuwahi kutokea kwenye historia ya Marekani. Lakini hebu tuanze mwanzo kwa wale wasiomfahamu kabisa. Jeffrey alizaliwa mwaka 1953 Brooklyn, New York, huko nchini Marekani, kwenye familia ya kawaida kabisa. Alisoma shule ya kawaida na alikuwa mzuri kwenye somo la hisabati na kupiga piano. Baadaye alienda sekondari na alimaliza sekondari miaka miwili kabla ya muda wa kawaida. Akaenda chuo lakini akaacha chuo. Cha kushangaza, alianza kazi kama mwalimu bila kuwa na taaluma na alipata ajira kwenye shule moja huko Dalton, shule ya kifahari sana, na baada ya muda mchache alifukuzwa kutokana na utendaji mbovu wa kazi. Baada ya hapo, ghafla akapewa kazi kwenye kampuni kubwa ya uwekezaji duniani ya Bear Stearns, na hapo ndipo maisha yake yakabadilika kabisa. So yule kijana wa kawaida kabisa wa mtaani aliyekuwa na aibu, aliyekuwa watu wanamsema hivi na hivi, akawa ni mtu ambaye anasimamia fedha na mabiashara makubwa. So akaendelea kudevelop kadri siku zinavyozidi kwenda, akashika pesa nyingi. Marafiki zake wakawa ni matajiri wakubwa, kina Bill Clinton, Donald Trump, Bill Gates, Prince Andre na mabilionea wakubwa ulimwenguni. Na kazi yake hiyo kwenye Bear Stearns aliipata kwa sababu alikuwa akimfundisha mtoto wa mkurugenzi wa kampuni hiyo. Kumbuka Mnyamwezi ali school, lakini hivyo taaluma yake ilikuwa ni ile ujanja tu. So mshikaji kama huyo kashika mabunda mengi. Baadaye akaanza kuhusika na kampuni ya CEO wa Victoria's Secret. Akawa anawakaribisha wanamitindo nyumbani kwake huko New York, Palm City, na hata kwenye kisiwa chake huko nchini Marekani, US, kisiwa chake cha Virgin Island, yani kisiwa cha mabikira. Kisiwa hicho ambacho alipata punguzo la kodi kwa 90%. Hapo ndipo yeye na mpenzi wake wa karibu Ghislaine Maxwell walianza mpango wao mbovu wa usafirishaji wa watoto wadogo kingono. Walikuwa wanasafirisha watoto wadogo kuanzia miaka 14, wakiwaahidi kwamba wanaenda kuwapa kazi ya kufanya masaji, lakini in reality ulikuwa ni mtego na walikuwa wamenasa. Baada ya matukio, walikuwa wanapewa kuanzia $200 mpaka $300, na mke wa Jeffrey Epstein ndo alikuwa anahusika sana kwenye kuwashawishi wasichana hawa na kuwatafuta. Kama nilivyokuambia, Epstein alikuwa ni tajiri mkubwa mwenye nguvu na marafiki zake walikuwa ni watu wenye nguvu. So watu wanaamini kwamba wasichana hawa ambao alikuwa anawatumikisha kingono alikuwa hawatumii peke yake, bali pia alikuwa anawapa na rafiki zake, yani wanatumia na rafiki zake. So msala ndo unaanzia hapo. Mwaka 2005 polisi walianza kumchunguza kwa madai ya kwamba aliwalipa na kuwasafirisha wasichana wenye umri mdogo kwa kuwafanyisha shughuli chafu. Lakini cha kushangaza, mwaka 2008 alipata plea deal, alifungwa kwa miezi 13 tu. Lakini cha kushangaza ni kwamba yeye mchana alikuwa anaruhusiwa kwenda kupoa nyumbani fresh, yani akai jela muda wote. Waathirika wa matukio yake pamoja na familia zao hawakupewa taarifa zozote kuhusiana na dili hilo, jambo ambalo lilifanya wakasirike sana baada ya kulitambua na umma ukawa una mind. Baada ya kifungo alitoka zake kama kawaida, akaenda kuishi maisha yake ya kifahari, ndege za binafsi, kwenye jumba ya kifahari, watoto wazuri na nini. Na licha ya kuwa alishtakiwa kwa makosa ya kingono, lakini alionekana kuwa free, kama hakuna jambo lolote baya lilo happen kwake. Mwaka 2019 alikamatwa tena, na awamu hii ilikuwa ni kesi kubwa, wasichana zaidi ya 10, mashtaka ya serikali kuu ya Marekani, Federal Trafficking Charge. Lakini mwezi mmoja tu kabla ya Jeffrey Epstein kushtakiwa, alijinyonga jela, jambo ambalo lilizua minong'ono mikubwa baina ya watu, na mpaka sasa hivi minong'ono hiyo ndio inaendelea, na ndio sababu nimetengeneza video hii. So ungana na mimi hapa, ndo video sasa inaanza. Watu wengi waliamini kwamba hakujiua bali aliuawa ili kulinda siri za matajiri ambao alikuwa anashiriki nao michongo hiyo ambayo alikuwa anaifanya, na wengine wanaamini bado yupo hai, maybe sasa hivi ni jasusi wa CIA au Mossad. Hizo ni rumors.
Epstein alikuwa na kitu kinaitwa kitabu cheusi au black book. Kitabu hicho ambacho kilikuwa kina majina, namba, address na vitu vya kwake binafsi ambavyo vingi vilikuwa vina details au data za watu wakubwa na maarufu ulimwenguni. Hapa ndo yanaingia majina kama kina Donald Trump, Bill Clinton, na hii haimaanishi kwamba walishiriki naye, ila ni watu ambao walikuwa wanafanya nao biashara wa karibu, walikuwa ni watu fulani wana majina yao. Lakini sasa utata ndo unakuja hapo, je, ulikuwa unashiriki nao? Kuna ahadi toka serikali ya Marekani, serikali ya Donald Trump, kwamba faili zote za kuhusiana na Jeffrey Epstein zitatolewa na watu waliohusika na sakata hilo watashurutishwa, lakini mpaka sasa hivi hakuna ukweli unaofahamika. I go by the name Credo the King, the first king of 21st century. Hii hapa ni Kwa Undani. Subscribe kama ndo mara yako ya kwanza unakutana na channel hii, ni follow for more. Yeah, mimi naitwa Credo.